rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa bashir sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndugu zangu, mashekhe zangu watukufu, tulohudhuria katika mkusanyiko huu wa msiba, kwa hakika nyoyo zetu zimehuzunika na macho yetu yanachuruzika machozi, nasi hatuna la kusema ila yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Msiba umetokea na Mungu ndio amekadiria mzee wetu leo kuwa ameianza safari ya barzakh. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua tulizoomba hapa, na Waislamu wengine na jamii wanaomba dua kumuombea mzee, Mwenyezi Mungu amrehemu, ampunguzie, amuondoshee kila ambalo kwake ameteleza kama binadamu. Ndugu zangu, msiba huu uliotukuta, kifo cha mzee wetu mzee Bilali Rehani Wekela, ni msiba mkubwa sana katika nyanja zote, na hasa tuizungumze nyanja yetu ya kidini. Mzee alikuwa ni muhimili mkubwa sana katika mambo ya kidini hapa mkoani na pengine Tanzania nzima. Ndugu zangu, sisi tunaoishi maeneo haya ambayo tunasema mzee wetu ni mlezi aliyetulea. Mimi nafumbua macho, najua kwamba dunia hii na watu na wafahamu, mzee amekuwa mbele yangu ya uso, nikitazama akitoka na kurudi maisha yake katika muda mrefu tumekaa naye tukiwa pamoja. Na kipindi chote alikuwa akishughulishwa na mambo ya dini. Pia alikuwa ni bingwa katika mambo ya kisiasa kama inavyojulikanwa. Amefanya mambo makubwa sana. Watu wa historia mambo ya kisiasa wanafahamu kwamba mzee alifanya mambo makubwa sana, na alikuwa ni miongoni mwa watu wanaotegemewa katika mkoa na nchi, kwa sababu vile vile alikuwa akitegemewa katika mambo ya kitaifa juu ya mambo ya kisiasa ya hii Tanganyika mpaka Tanzania. Ndugu zangu, hayo si yajui sana, siwezi kusema, lakini ninafahamu alivyokuwa akishughulishwa. Na tunasoma katika maelezo ya historia, na mimi mwenyewe nimepata kumsikia akizungumza namna ambavyo alivyoshiriki hasa katika kutetea kutafuta uhuru wa nchi hii. Na bwana mkubwa anayetajwa, Bwana Nyerere, alikuwa akifika hapa na nje ya hapa mzee alikuwa akishiriki naye kufanya mambo mengi sana juu ya organization ya chama hicho kilichokuwa kikigombea uhuru nchi hii. Nikisema haya nitakuwa naingia katika mambo nisiyoyajua sana, lakini alikuwa ni mtu madhubuti, na ni katika watu wachache wa Afrika waliokuwa wamemiliki gari kipindi hicho, na ilitumika kumbeba Bwana Nyerere na wenziwe kutafuta uhuru katika nchi hii. Hasa humu Tabora alipokuwa akifika, anapokelewa maeneo ya Galula kwa maneno ya mzee mwenyewe, wakimtembeza miji ya Tabora mpaka Sikonge kwa gari yake, na yeye akiwa ni dereva, bila ya ushuru, bila chochote alichokuwa akikidai. Na mmeona mwisho wake ambavyo alivyokuwa amemaliza. Ulimwengu hauna shukurani. Hivyo mimi wanawaambia sana wanasiasa, fanyeni mnavyofanya, hamwezi mkashukuriwa. Atakayewashukuru ni Mwenyezi Mungu tu. Nikienda huko naweza nikakosea. Ndugu zangu, kwa kifupi sana, ustawi wa Uislamu katika mji wa Tabora kwa kiwango cha harakati, mzee ameshughulika mno. Niseme kidogo, pengine wengine hawafahamu. Bwana mkubwa katika harakati zake za kidini, yeye alipokea baraza la misikiti Tanzania hapa Tabora. Kipindi kilikuwa kigumu sana kwao waliokuwa wakishiriki na kuibeba hiyo BAMITA, lakini ndiye ambaye aliyekuwa akitoa nguvu misikitini na kuimarisha juu ya maimamu kuwa na thamani.
na alikuwa amesimamia chaguzi nyingi misikitini humu, ikiwemo hasa msikiti wa Manyema, Masjidi Nur, ukiwemo msikiti wa Aljuma, ukiwemo msikiti ule wa Salmini wa marehemu Sheikh Hassan Rajab, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hivyo alikuwa amesimama pamoja na misikiti mingine. Kuna msikiti Iseve alisimamia, kuna msikiti Ngambo alikuwa amesimama madhubuti kabisa, na maimamu wakawa wana nguvu. Na mnafahamu kwamba baraza la BAKWATA lilikuwa halina muafaka mkubwa sana na baadhi ya watu wengi. Na Tabora ilikuwa ni moja, ilikuwa haina muafaka mkubwa. Walikuwa wanaikubali ni wachache, na waliokuwa wakisimama lakini bila kuipiga vita pembeni ni mzee huyu, na alikuwa akifanya kazi pamoja na kuwaheshimu na kuwathamini mashehe waliokuwa katika baraza la BAKWATA. Ndugu zangu, ukiusema msikiti wa Aljuma, kustawi kwake leo kuna mkono wa mzee Waikela. Ndiye ambaye aliyesimama kidete, nadhani ilikuwa ni mwaka 87-88, kutafuta ustawi wa msikiti wa Aljuma na kuweka uongozi madhubuti ambao ulimsimamisha pia ndugu yetu Iqbal Alibai wakati huo. Na yeye ndio ambaye aliyeshika msikiti ukiwa una akiba ya pesa isiyozidi shilingi 50 kama sijakosea, na wakakabidhiwa kijiti marehemu mzee Musa Muzaham na Iqbal Alibai, na wakati huo kina mzee Rajabu Tambwe wakiwa ni viongozi wa msikiti wa BAKWATA mkoa. Kwa hivyo msikiti wa Aljuma tokea hapo ukawa umesimama kwa mikono ya huyu mzee na wenzio waliokuwa wakimuunga mkono, na alikuwa akifuatilia maendeleo kidogo siku kwa siku, na kumpa nguvu kiongozi yote alikuwa amesimama pale katika msikiti wa Aljuma. Lakini vile vile Tabora, katika baadhi ya misikiti ambayo ilikuwa ikilegalega, mzee alikuwa akitia nguvu na kusimamisha harakati za Uislamu pale. Mzee wetu huyu katika mambo mengi sana, mimi nilikuwa napata muda mwingi wa kusema naye, na alikuwa akiniambia siku zote, anasema hivi: ninyi vijana wa Kiislamu wa Tabora, tembeeni vifua mbele, kwa sababu mchango wenu katika kila jambo la maendeleo la mkoa huu au pengine na nchi, wazee wenu tumekuwemo, tumesimama wazee wa Kiislamu. Kwa hivyo sina muda wa kueleza mengi katika historia ya mzee ambayo naweza nikachukua muda mrefu kuyazungumza, nayo yafahamu na ambayo ameniambia yeye mwenyewe, na yale ambayo tunayasoma katika vitabu, yale mnayoyasoma kama mnasoma, sisi tumeyasikia toka kwa mzee mwenyewe, na mengineyo tumeyaona. Kwa hivyo basi, harakati zake mzee za dini, na alikuwa akiipenda dini sana, zilikuwa zikituhamasisha wengine kusimama kidete. Nimejifundisha toka kwa mzee ushujaa, na kusema kweli, yule mzee toka miaka mimi nikiwa nasoma darasani, madrasa mdogo, namuona akisimama, na alikuwa akisimama mahala kusema jambo la dini, mtamkubali kwa sababu alikuwa ni mtu wa hoja, na alikuwa ni mtu ambaye akisema kitu kimesimama, kimenyooka. Mimi binafsi wakati nimetoka Madrasatul Watania kwa Sheikh Idi Shaha, nimekuja Madrasa Tandiko wakati kitu Al-Jamal Muslim School. Wakati tumehamia pale sasa paliposababishwa kuitwa Tandiko Muslim, mwenyekiti wa mwanzo kusimama alikuwa mzee Bilali Rehani Waikela, pamoja na marehemu Biasi Jumanne Biasi, pamoja na marehemu Bi Khadija Hakim maarufu, pamoja na marehemu Yusuf Himidi alipohamia hapa Tabora, pamoja na marehemu wengineo akina Yusuf Olotu baadaye. Lakini mzee huyu pamoja na marehemu bwana Amiri Kipusi ndio watu waliosimama kidete wakati madrasa inapigwa vita isisomeshe mjini. Imepigwa vita kweli kweli, walisimama kidete, hawakuogopa lawama ya mtu yoyote. Na ukitazama basi tunachokifanya leo, mazao yake
ni pando alilopanda mzee kutusimamia na kupata maarifa ambayo tulikuwa tukiyapata katika darasa lile. Kwa hivyo tumefiwa kwa kiwango kikubwa na mtu ambaye ulikuwa ni muhimili katika mambo ya kielimu, lakini vile vile alikuwa amesimama katika mambo ya harakati za kidini sehemu nyingi na mahala pengi. Vile vile bwana mkubwa alikuwa akisimamia sana masomo ya vijana kwenda Arabuni kusoma. Mwaka 81 nakumbuka alisimama kidete, mimi na marehemu Dr. Anzuruni twende Arabuni. Na tulikwenda kufanya mtihani Dar es Salaam. Mtihani wenyewe tunamwambia mzee, huu mtihani tunafuzu, maana mtihani tuloulizwa furudhu udhu 6 na uandike faradhi za udhu na Kiarabu cha kunywea maji, tukakimudu. Lakini wakati ilikuwa mazonge mengi, tulikuwa hatuna nguvu, tulianguka. Lakini mzee alikuwa amesimama kwa nguvu zote, vijana wa Tabora waende wakasome. Walipata wengine fursa wakasoma. Kwa hivyo mambo mengi bwana mkubwa ameyafanya. Mambo mengi ameyafanya bwana mkubwa yanayoonesha kwamba hii dunia ukifanya kheri, wanadamu watabaki na nembo kwamba wewe ni mtu wa kheri. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kheri nyingi ambazo mzee amezisimamia, Mwenyezi Mungu amkubalie na amsamehe madhambi yake. Nisiuchukue muda wenu ndugu zangu Waislamu, nichukue sasa fursa adhim na nafasi kubwa sana kumpa nafasi shekhe wangu Sheikh Mbega ili aweze kuzungumza na sisi juu ya jambo hili na mengineyo yale ambayo anaona kwake ni fursa kutuambia katika jioni ya leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, tafadhali.